Uwazi ni jambo la msingi sana. Madam aliniambia weekend iliyopita amekunywa soda. So leo wakati tunafanya mazoezi, madam akasema hapa ume kwenye kifundo panauma sana. Nipagusa kaambia jinsi inflammation na hii ni sukari. Kuna njia 4-5 kujinsi kuondoa chumvi. Ukila chumvi ya kuzidi, aidha utatoka mkojo, utatoka kwa jasho, utatoka kwa machozi au utatoka kwa haja kubwa. Lakini hakuna njia hata moja kuondoa sukari. Na kamwe huwezi kula chakula chenye chumvi nyingi. Lazima utaacha, kitakukinai au kitachoma ulimi wako. Lakini sometimes unatoka out na wanafunzi wako, anachukua kahawa cappuccino ya maziwa kwanza, unamtania kwanza, ya pili, ya tatu, anakoroga, anakuambia no, haitoshi, naomba niongezee ya 4. Yaani mpaka sometimes unasema ambia okay, anyway, tufanye kazi, kila mtu afanye mambo yake aondoke. Unaambia usile, mtu atakula matunda kabla ya mazoezi. Unaambia hiyo na broke, huwezi kubani kama hivyo, lakini mtu aelewe. Okay, so people wana overeat sukari kuliko chumvi, lakini bado wanalaumu chumvi kwa makosa yanayofanywa na sukari. Hiyo sukari inabaki ndani ya mwili wako, ndio inasababisha inflammation, inasababisha pressure. Nitakwambia kwa nini. Sukari yoyote, aidha iwe ya matunda, iwe ya asali au ya sukari yenyewe, huwa ina tabia ya kunata. Sawa. So ukishaingia kwenye mirija yako ya damu, ishaingia mwilini, inajishika kwenye red blood cell. Red blood cell, seli nyekundu za damu ndio zina kazi ya kusafirisha nutrients, oxygen and kila kitu. Ikishajisika kwenye seli zako nyekundu, kwanza seli zinakuwa nzito. Ya damu inakuwa nzito, kwa moyo unafanya kazi kubwa sana ya kusukuma damu ili isafiri kwenye kila sehemu mbalimbali za mwili. Ndio hapo unakuta pressure inaanza kutokea. Damu yako ni nzito kwa sababu na sukari. Na kuna baadhi ya mirija haipiti ile damu yako kwa sababu zile seli zinakuwa ni kubwa. Damu ni nzito sana. Ndio unakuta unaanza kupata inflammation. Unapata unajigonga lakini huponi. Magoti hayaponi. Kwa nini? Kwa sababu damu kwenye mirija mingine haifiki. Utasikia unapata na issue ya figo pia. Sawa? Madaktari wako wamekwambiaje, wataalamu wamekwambiaje chumvi inasababisha matatizo ya figo? No, zile nephron cells huwa hazifikiwi na damu ya kutosha kwa sababu ya sukari ambayo unakula. Kwa hiyo sasa unajikuta hauwezi kupambana na inflammation zako kwa sababu ya kiwango cha sukari. Watu wana underestimate sana sukari. Mtu unamwambia basi una matatizo ya metabolic syndrome, una pressure, sijui acha kula matunda, atakwambia no. People hawajua wanachokifanya kwa sababu wameambiwa matunda yana umuhimu. Okay, it's up to them. Najua tu kuna siku isiyokuwa na jina utakula vibaya. Ni kawaida, ni nature mwanadamu, utakula tu sukari. That's why tunafunga. That's why tunasema fasting is very important. Kwa utafunga masaa 24, 48 au 72. Lakini kama unahisi na posti na kutisha na kuambia madhara ya soda na kuambia madhara ya sukari, matunda, na unahisi natafuta rights, it's up to you.